Na unajua damu ni nzito Damu haimwagiki kama maji, vinatoka taratibu. Inatoka taratibu. Kwa amechomwa mkuki, amesulubiwa Yesu, damu zinaanza kuvuja, maji yanaanza kutoka. Maandiko yanasema kwamba ilipofika kwenye ardhi pakawa na giza dunia yote. Dunia yote ikawa na giza, ulimwengu mzima ukaingia giza. Maana kwamba kuna kitu ambacho kinaanza kubadilika. Kuna kitu ambacho kinaanza kutokea. Sababu ile giza lilikaa kwa masaa kama 3 hivi. Namba ya ukamilifu wa Mungu Bwana. Unajua saa 6 mpaka saa 9 palikuwa na giza dunia yote. Na maandiko yanatuambia katika Wakolosai 1:13 ya kwamba alituhamisha, naye alituhamisha, alituokoa kwanza, akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa saa zile giza limetokea ulimwengu mzima, Yesu alikuwa anafanya mchakato wa kutuhamisha, kutoka katika ufalme wa giza kuingia katika ufalme wa nuru, ufalme wa mwana wa pendo lake, ufalme wa Mungu aliye hai. Akatutoa katika ufalme wa giza, sisi ambao tulikuwa tutamaniki, sisi tuliokuwa waovu, sisi tuliokuwa wa dhambi, akatuhamisha tukapita kutoka katika giza. Ikaja nuru baada ya masaa 3, akawa ametuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haikuishia hivyo tu. Maandiko yanatuambia tena ya kwamba damu yake Yesu ilipofika kwenye udongo, ilipofika kwenye ardhi, maandiko yanasema kwamba pakawa na tetemeko kuu la nchi. Ikatokea tetemeko kuu la nchi. Likatokea tetemeko kuu likatokea Saidi. Na maandiko yanatuambia makaburi yakafunuka, watu waliokuwa wamekufa wakafufuka. Ona mambo yalipotokea baada ya damu ya Yesu kufika kwenye udongo. Hiyo ni damu yenye nguvu. Hiyo ni damu yenye nguvu nasema. Nasema hiyo ni damu ya Yesu yenye nguvu. Hiyo ambao kwa damu ya Yesu wagonjwa wanainuka tena. Ndio hiyo ambao kwa damu ya Yesu walikuwa wamefungwa na adui wanafunguliwa tena. Ndio kwa damu ya Yesu ndio ambaye ametupa. Damu ya Yesu ndio ambaye ametupa ile ambayo ilifukua makaburi, ile ambayo itetemesha dunia nzima. Hiyo damu ya Yesu Kristo bado ipo kwa ajili yako. Nasema damu ya Yesu bado ipo kwa ajili yako. Damu ya Yesu bado ipo kwa ajili ya afya yako. Damu ya Yesu bado ipo kwa ajili ya watoto wako. Damu ya Yesu bado ipo kwa ajili ya maisha yako. Mtu asikwambie kwamba utakufa kesho kwa ugonjwa. Unatakiwa kumwambia kwamba sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Mtu akikutishia, kumbuka tunayo damu ya Yesu. Ndugu zangu, tumaletea habari njema za Yesu. Tumaletea injili, maana habari njema za Yesu. Mambo mema ambayo Yesu alikuwa anayafanya kipindi yuko hapa duniani. Mambo mema ambayo Mungu anaendelea kuyafanya hata katika zama hizi. Ndio injili ambayo tunawaambia. Ndio injili ambayo tumwaletea ya kwamba yuko Mungu ambaye ana uwezo wa kuinua watu. Nasema yuko Mungu ambaye ana uwezo wa kuinua watu. Yuko Mungu ambaye anakumbuka watu. Unaweza kuwa umesahaulika. Mifumo ya kidunia inaweza kwenda kusahau. Unaenda serikalini, umesoma na kusoma, lakini bado hupati kazi. Unajaribu hiki na hiki, bado mambo hayaendi. Unaona kama kila mtu amekusahau. Kama vile ndugu zako wamekusahau, marafiki zako wamekusahau, au ni mtu wa kudharaulika. Unaona kuna sehemu ambayo hauendi. Unaona kuna hatua ambayo hauwezi kupiga. Tunakwambia kwamba yupo Yesu ambaye ana huruma sana. Yeye ana huruma sana, moyoni mwake amejaa huruma sana. Kila mara Yesu alipokuwa anakutana na watu wana shida, maandiko yanatuambia kwamba alipowaona watu wana njaa, aliwahurumia. Alipoona watu ni wagonjwa, aliwahurumia. Alipoona watu ni viwete, aliwahurumia. Na hata jioni ya leo nasema kwamba Yesu anakuhurumia. Yesu anaijua familia yako. Yesu anajua maisha yako. Na akikutazama katika mikono yake, maandiko yanasema amekuchora katika viganja vya mikono yake. Amekuchora. Kila mmoja hapa amechora kwenye mikono ya Mungu. Wewe unamjua Mungu, unamjua Yesu amekuchora kwenye mikono yake. Amekuchora Yesu, anakutazama. Anakutazama. Kama vile wewe ambavyo unaweza kutazama kiganja cha mikono yako, Yesu ndivyo ambavyo anakutazama. Anamuona kijana wangu huyo hapa. Anamuona binti yangu huyo hapa. Anamuona mama huyo hapa. Anamuona baba huyo hapa. Anamuona mtoto huyo hapa. Yesu anakutazama na anakuhurumia sana. Na anakupenda. Nasema Yesu anakutazama na anakuhurumia sana na anakupenda. Usiogope. Usiogope. Ulimwenguni tunao dhiki. Mambo mabaya
Mambo magumu yatazidi kutokea kila siku. Taarifa mbaya utazidi kuzipokea kila siku. Mambo ya kuumiza moyo utazidi kuyapokea kila siku. Lakini Yesu bado anakupenda. Yesu bado anakujali. Mtazame tu huyu Yesu na utapata kuishi. Watu wa simama mahali ulipo kila mmoja. Natamani nioshe mikono yako juu. Kila mmoja nyosha mikono yako juu. Naomba useme na mimi maneno haya kwa nguvu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa kunipenda. Ongeza sauti, asante kwa kunipenda. Asante kwa upendo wako maishani mwangu. Unanipenda sana. Kama una nguvu ya kusimama, naomba usimame katika jina la Yesu. Tuko katika wakati wa Mungu. Hatujaja kuleta maigizo hapa, tumekuja kumleta Yesu. Kama una nguvu ya kusimama, tena naomba tusogee mbele. Kama una nguvu ya kusimama, kama una nguvu ya kusimama endelea kukaa. Ila kama una nguvu ya kusimama, naomba usimame na wote tusogee mbele. Sogea mbele mpaka hapo nilipokuwa nimechora hicho kisima. Sogea mbele watu wote, sogea mbele. Sogea mbele, sogea mbele. Watu wote huku sogea mbele. Upendo wa Mungu ni mkuu maishani mwetu. Hapo mwisho, rudi nyuma kidogo. Nyosha mikono yako juu. Tunawasubiri nyinyi ambao mnakuja, sogea. Siku ya mwisho ya mkutano huwa ni siku ya baraka sana. Kwa sijajua Mungu atamgusa nani, Mungu atakutana na maisha ya nani, lakini ninachojua ni kwamba Mungu atatutembelea. Hapa tusogee tena mbele. Nyinyi hapa wa mama sogea mbele. Yafiche bavuni ako maisha yangu. Sema Bwana Yesu asante. Asante sana kwa upendo wako. Bwana Yesu asante. Asante sana kwa upendo wako. Asante kwa neema yako. Asante kwa uzuri wako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa msalaba wako. Asante kwa mateso yako. Yesu asante. Yesu asante. Yesu asante kwa kunipenda. Yesu asante kwa kunihurumia. Yesu asante kwa kunikumbuka. Yesu asante kwa kunijua. Yesu asante kwa kunilinda. Yesu asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante kwa sababu unanipenda. Asante kwa sababu unanipenda. Unanipenda hivi nilivyo. Unanipenda hivi nilivyo. Ninakushukuru sana. Asante kwa upendo wako. Asante kwa neema yako. Asante kwa msalaba wako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa roho yako. Asante kwa neema yako. Ninakushukuru sana Bwana. Ukiwa umefunika kichwa, ukiwa umefunika macho yako na umeinamisha kichwa kila mmoja. Ikiwa umefunika macho, unajua kuna watu ambao hawapo serious na Mungu. Endelea kutokuwa serious hivi na Mungu. Lakini kwa ambaye yuko serious na Mungu, fuata maelekezo ambayo ninatoa. Punguza sauti kinanda, panda kimoja au mbili. Nauliza swali hili. Ambaye anasema kuwa ya kwamba Yesu ananipenda. Nimejua ya kwamba Yesu ananipenda. Na mimi nataka nimpende tena. Nataka nirudi kwake Yesu. Nataka nianze kuishi naye tena.
Kama kuna mtu ambaye anasema leo kabla tujamaliza mkutano hapa, nataka nimpe Yesu maisha yangu tena. Ninahisi Yesu ananipenda sana na mimi naona ninampenda. Shusha mikono wote. Shusha mikono chini, funika macho yako. Ambaye anasema nataka nimpe maisha yangu Yesu, yeye aliyenipenda. Hata akanifia. Yamkini uliwahi kumpa Yesu maisha yako, lakini baadaye ukayachukua tena maisha yako yakawa ni ya kwako. Na leo unasema nataka nianze upya na Mungu. Usione aibu. Mambo kama haya hayanaga aibu. Usione aibu. Haujui nini kitatokea. Haujui. Unasema nataka nimpe Yesu maisha yangu siku ya leo. Kabla tujamaliza mkutano. Yamkini kwa mtu mmoja ambaye anasema nataka nimpe Yesu maisha yangu. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Nitakuombea hapo hapo ulipo. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Ambao unasema nataka nimpe Yesu maisha yangu. Nyosha mkono wako juu, usiogope. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono. Nyosha mkono mahali ulipo, nyosha mkono. Wasema nataka nimpe Yesu maisha yangu leo. Ninahisi, nasikia Mungu ananipenda. Nasikia Mungu ananipenda. Nyosha mkono, usiogope katika jina la Yesu. Nyosha mkono, usiogope katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu akusaidie. Wewe ambao umenyosha mkono, fuatana nami maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Naomba unipokee. Mimi ni mwenye dhambi. Jioni ya leo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uniandike kwenye kitabu cha uzima. Yesu, ingia ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisaidie nidumu ndani yako. Dhambi isinishinde na majaribu yasinishinde. Mimi ni wa kwako kuanzia leo, katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa umefunika macho hivyo hivyo, unaijua mikono yako miwili ilipo, pigie Yesu makofi. Ukiwa umefunika macho hivyo hivyo, kwa changamoto yoyote, unahitaji mguso wa Mungu, unahitaji Mungu akuponye ugonjwa ulionao, naomba upige hatua mbele zaidi hapa. Umekuja wasema leo nataka Mungu aniponye ugonjwa na changamoto hii, nataka Yesu aniguse. Naomba upige hatua hapa. Kuna mtu mmoja ambaye nasikia Roho Mtakatifu atamgusa. Rudi nyuma kidogo, kae kwenye mstari hapo, watumishi wa Mungu atawekea mkono. Usiogope. Njoo kwa Yesu dada, Yesu anaweza. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Masikio yasikii, nimesikia kwamba masikio asikii. Kuna mwingine ambaye ana changamoto yoyote, njoo mbele, usiogope. Mungu yuko hapa kwa ajili ya kusaidia. Njoo, usiogope, Mungu yuko hapa kwa ajili ya kusaidia. Usiogope hata. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuombe na watu kwa dakika kama 2 tu. Kwa dakika kama 2 tu nataka tuombe na watu ambao wamekuja hapa. Yesu awaguse. Ninyi ambao mmebaki huko wote, nyosha mikono juu. Na tuombe kwa pamoja, sawa? Tuombe kwa pamoja, ambie Bwana Yesu aguse. Hatujui wanaumwa nini. Kuna mmoja nimeambiwa masikio yasikii. Bwana Yesu yupo kwa ajili ya kumsaidia hapa. Alikufa kwa ajili ya shida hizo za masikio pia. Haya, tuanze kuomba. Ongeza sauti, kila mmoja omba. Mwambie Yesu aliyekufa msalabani waguse watu hao. Nyinyi ambao mmekuja mbele na nyinyi nyosheni mikono juu kwa Mungu. Nyosheni mikono. Nyinyi ambao mmekuja hapa mbele kwa ajili ya kuombewa, nyosha mikono. Kanisa, ongeza sauti, omba. 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 Napenda tukiwa tunaomba kwa pamoja. Maombi ya pamoja yana nguvu. Napenda tukiwa tunaomba kwa pamoja. Omba. Kila mmoja omba. Ongeza sauti, ongeza sauti, ongeza sauti. Haujui kuomba, sema tu Yesu aponye. Sema tu Yesu aponye. Yesu aponye. Yesu aponye. Yesu aponye. Yesu aponye. Haujui kuomba, sema tu hivyo, Yesu aponye. Okay, ongeza tena sauti, ongeza tena sauti. Ongeza tena sauti, ongeza tena sauti. Ongeza tena sauti, ongeza tena sauti kimoja. Ongeza sauti. Ongeza tena sauti. Yes. Ongeza tena, ongeza tena. Na kama na upo huko,
Una shida yote ambayo imekusumbua kwa muda, mwambie Yesu niponye, Yesu niguse, Yesu nibadilishe maisha yangu, Yesu niguse, Yesu niponye. Na kuna mtu ambaye anasema sijawahi kujaza Roho Mtakatifu. Wakati tunaendelea kuomba unasema Yesu nijaze Roho Mtakatifu, nijaze Roho Mtakatifu, niguse, niponye, nijaze Roho Mtakatifu. Ongeza sauti tena, ongeza sauti tena. Kuna mtu ambaye Mungu anamsaidia hapa. Ongeza sauti tena, ongeza sauti iwe juu tena. Ongeza sauti tena katika jina la Yesu. 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 Ongeza sauti, tunamalizia dakika moja ya mwisho. Ongeza tena sauti, tunamalizia. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Pokea uzima. Pokea uzima ndani yako. Pokea uzima ndani yako. Pokea uzima ndani yako. Pokea uzima ndani yako. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Kuna watu mna madeni, Bwana Yesu akafanyia wepesi. Kuna watu watoto wenu hawaeleweki. Unaombea watoto wako mchana na usiku. Bwana Yesu awatembelee katika jina la Yesu. Kuna watu unaombea wazazi wako